Ya funguo nyingine ya kuona miujiza katika maisha yetu ni funguo inaitwa sifa, kumsifu Mungu na kumtukuza. Siku zote katika Biblia utaona kwamba sifa na miujiza vimekuwa vikifuatana. Ikiwa itaanza sifa, basi ujue utafuata muujiza. Ikiwa utaanza muujiza, basi ujue itafuata sifa. Kwa maneno mengine, Mungu anahakikisha kwenye sifa anatenda muujiza, lakini pia sisi tunatakiwa tuhakikishe kwenye muujiza tunaleta sifa. Kwa hiyo chochote kitakachotangulia kitavutia chenzie. Yeyote atakayeanza atavutia mwenzie. Kwa hiyo mimi naweza nikaanza kwa sehemu yangu, kwa sababu sehemu yangu mimi ni kusifu Mungu. Sehemu ya Mungu ni kutenda miujiza. Wakati unajiuliza hivi vitu ni nini? Ukiangalia katika maandiko unaona, kwa mfano katika Luka sura ya 7 pale mstari wa 12 ukianzia, Yesu anamfufua mwana pekee wa mwanamke mjane. Alipomfufua yule, watu wakamsifu Mungu. Kwa hiyo ulianza muujiza, ikafuata nini? Sifa. Lakini kuja kwa Yehoshafati katika Nyakati wa Pili sura ya 20 pale ukianzia mstari wa 20, unaona kwamba Yehoshafati anahitaji muujiza wa kushinda vita dhidi ya adui za Yuda, lakini akatanguliza sifa, kwa sababu Yehoshafati kuna namna alikuwa na ufahamu kwamba sifa na muujiza vinaenda pamoja. Mimi nahitaji muujiza kwa sababu haujafika, hebu ngoja nitangulize sifa, alafu sifa itamvuta rafiki yake ambaye ni nani? Ni muujiza. Na kweli alipoanza kumsifu Mungu kwa wale praise team walipotangulia mbele ya jeshi kumsifu Mungu, adui walipigana wao kwa wao, Israeli wakaenda kufanyaje? Kuteka nyara tu. Kwa hiyo unaona, sifa ikitangulia unafuata muujiza, muujiza ukitangulia inafuata sifa. Okay, sasa kizuri ni kwamba sifa ni upande wetu sisi na miujiza ni upande wa nani? Wa Mungu. Unamwona Musa anamuinua nyoka wa shaba jangwani, anasema ukimtazama huyu nyoka wa shaba. Nyoka wa shaba ni ishara nani? Ni ishara ya Yesu Kristo, kwamba ukimtazama Yesu katika ukuu wake, katika ukubwa wake, ukamsifu katika hali ile, utaona nini? Unapona na hawa nyoka wa moto ambao ni nini? Ni muujiza. Mimi sijui unahitaji nini katika maisha yako, lakini nasema hivi, anza kwa kumsifu Mungu. Na siongelei kumsifu Mungu kinafiki. Kuna mambo ambayo Mungu ameshakutendea katika maisha yako tayari mpaka sasa. Amekupa uhai, amekupa pumzi. Anza kumsifu kwa ajili ya hayo. Alafu ile sifa itavuta rafiki yake wa karibu ambaye ni nani? Ni muujiza. Kwa hiyo sio swala la kulia na kutia huruma mbele za Mungu kwamba fuata kanuni, alafu uone kwamba hautaona mkono wa Mungu ukitenda muujiza katika maisha yako. Haleluya. Mungu wa mbinguni akubariki. Amina.